Yes, waligani mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana kwa mara nyingine. Katika pitapita zangu mitandaoni niliwahi kukutana na video clip ya mama mtumishi wa Mungu unayemwona hapa mbele, akizungumzia story ya mama ambaye anaishi naye. Sijajua alimpata katika mazingira gani, lakini anaishi naye na ameishi naye kwa muda kidogo, na taarifa zinadai kwamba mama huyu ambaye anaishi naye, ambaye pia ni huyu ambaye unamuona mkono wako wa kulia, alipotea miaka takriban 22 hivi iliyopita. Akawa anatafuta ndugu zake, kama mtumishi alimpa hifadhi akamsaidia na amemfanyia mambo kadha kadha, lakini kikubwa zaidi alichokuwa natamani ni kumkutanisha mama huyu na ndugu zake. Sasa hatujajua mama alipotea katika mazingira gani, lakini vile vile mtumishi wa Mungu alimpata wapi hadi akaamua kumsaidia. Leo tumeamua kuja kuzungumza na mtumishi mwenyewe, na ikiwezekana tutapata neno japo ndogo kutoka kwa mama mhusika, japokuwa nasikia kwamba hayuko vizuri zaidi kwenye swala nzima la kuzungumza. Shikamoo. Marahaba, Bwana Yesu asifiwe. Amina, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Leo ni Jumapili nyingine njema, naona umependeza na vazi la kiuaskofu. Asante, asante. Kama nilivyoeleza hapo awali, sababu ya sisi kuja kukuona ni kutokana na zile taarifa, ile video ambayo niliona ya kwako, ukizungumzia mama ambaye uko naye hapa kwa muda, na ukieleza kwamba taarifa zake ni za kuwa alipotea nyumbani kwao miaka takribani 20 na uko naye unatafuta ndugu zake. Kwanza nataka kujua mama ni mtu wa wapi? Ni mtu wa Bukoba. Bukoba. Bungengele. Nadhani kabla hatujaenda kujua kwake moja kwa moja, ingekuwa vyema kwanza waumini wote dunia nzima wanaomkubali Kristo waweze kujua wewe ni mama mchungaji ambaye unahudumia kanisa gani? Mimi naitwa Pastor Vero, ni missionary. Ninatumika kanisa la Chanzo cha Uzima Tanzania. Ndio. Okay. Sawa. Unasema mama alitokea Bukoba. Ndio. Ulikutana naye katika mazingira yapi? Alikuja kama muumini kanisani. Ndio. Alikuja kama muumini. Ndio. Baada ya kuja kama muumini, kwa zile taarifa zinadai kwamba ana changamoto za kuzungumza na labda kuna baadhi ya vitu anaonekana viko sawa kwa upande wake. Alikuja kama muumini, baadaye baada ya kuja kama muumini wako nini kilitokea? Alifika kama muumini, lakini mara kwanza nilipata shida kwenye kujua ametokea wapi, kwa sababu alikuwa asikii na wala alikuwa haongei. Kwa hiyo baada ya maombi kama miaka 2 ndipo ambapo alifunguliwa, akaanza kusikia na akaanza kuongea. Hata kama mkianza kuongea mnaelewana nini mnaongea. Kwa hiyo baada ya hapo ndipo ambapo sasa akaanza kujielezea mahali ambapo ametoka na kila sehemu. Ndipo ambapo sasa nikaona ni vyema nianze kumfuatilia ili kufahamu ndugu zake. Sawa sawa. Ndio. Miaka 2 alikuwa, huwezi kuzungumza naye kwa sababu alikuwa bado yupo kwenye hizo changamoto, hawezi kuongea na nini. Alivyokuja kanisani mara ya kwanza, alikuja hakuondoka au ilikuwaje? Alikuja mara ya kwanza akaondoka, akaja mara ya pili, mara ya tatu hadi ukaamua kumchukua au ilikuwaje? Alikuja kanisani kama mshirika. Kwa hiyo alipofika kanisani alifika jumla. Alifika tukampokea na tukawa tunafuatilia mazingira anapokuwa anaishi. Kwa hiyo kama ni wakati mwingine chakula tunampelekea, au muda mwingine anafika hapa kanisani kwenye shirika la watoto naye yumo anapewa chakula. Ndio. Zamani alikuwa akiishi wapi? Zamani kabla hajafika Kongoe. Alikuwa ametokea Dar. Alikuwa yuko Dar es Salaam. Ndio. Alikuwa anaishi kwa nani Dar alivyokuambia? Alisema alikuwa anafanya kazi za ndani. Alikuwa anafanya kazi za ndani. Ndio. Alikueleza nini ambacho kilimtoa huko alikokuwa akifanya kazi? Kwa hapo hata yeye mwenyewe anasema hakujua, alistukia tu yupo huko Kongoe. Alishakueleza kwa ufupi kuhusu historia yake ya namna alivyotoka Bukoba hadi akafika Dar? Ndio, alishaeleza. Alisemaje? Alisema kwamba alitoka, kwamba watoto wake kwanza walifariki 5. Kwa hiyo baada ya hapo nadhani alivurugwa kidogo akili. Kwa hiyo baada ya watoto 5 kufariki ndipo akaamua kuondoka. Kwa hiyo alitoka kwamba vile anapoenda akafie huko. Kwa hiyo ni kwa neema tu ya Bwana mpaka leo yupo na anaishi. Ndio. Alikwambia Dar alifika mwaka gani?
kusema da alifika mwaka gani na hata akumbuki. Hata ukimuuliza yeye hata ukumbuka ni mwaka gani. Nakumbuka katika ile video clip yako ulisema kwamba amepotea zaidi ya miaka 20 iliyopita. Amepoteana na ndugu zake. Ulijuaje kwamba ni miaka 20 iliyopita amepoteana na ndugu zake? Alisema yeye mwenyewe. Alisema yeye mwenyewe, pia ukilinganisha na umri wa mtoto wake ambaye anaeleza kwamba alizaa mtoto mwaka fulani, kwa hiyo kulikata na ule mwaka na mwaka huu tuliofikia ukipiga hesabu inafika miaka 20 au 23. Ndio. Alifiwa na watoto 5 kwa mujibu wa maelezo ambayo umeniambia. Ana mtoto ambaye yuko hai? Ndio, wa kwanza. Mtoto wake wa kwanza. Wa kike wa kiume? Ni wa kiume. Anakumbuka hadi sasa alimwacha wapi? Anasema wakati anatoka kule alimwacha tu kwa baba yake. Kwenye ile video ulielezea kwamba nia ya kufanya video ile ni kutafuta ndugu zake. Vipi, ulifanikiwa kuwapata ndugu zake? Ndiyo, nilipotuma ile klipu usiku kuanzia saa 6 walianza kunitafuta ndugu zake. Kwa hiyo saa 6 mpaka saa 12 kuna kucha walinitafuta ndugu zake karibia wa 20. Na waliponitafuta wakajieleza, ile klipu ikatembea Bukoba na Bukoba wakanitafuta wote, na waliponitafuta na mimi nikawaelezea vizuri, na waliokuwa hawana picha nikawatumia, wakahakikisha kuwa ni ndugu yao. Kwa hiyo wakaanza sasa kufanya process kwa ajili ya kuja kumfuata ndugu yao. Ndio. Kipindi anatoka Bukoba, taarifa za ndugu zake, maana tayari ushaanza kuzungumza nao, ndugu zake wanaeleza kwamba alitoka akiwa ni mzima wa afya, kwamba alikuwa akisikia vizuri, akizungumza vizuri na kila kitu kikiwa sawa. Wanasema alikuwa yuko vizuri. Kwa mujibu wa taarifa zako ulivyompokea, unasema alikuwa hasikii vizuri na hawezi kuzungumza. Alishakueleza kuna nini kilimtokea katika maisha yake? Anasema alipata tu homa. Kwa hiyo ile homa ilimpelekea kupoteza mpaka kumbukumbu. Kwa hiyo ina maana akawa kumbuki chochote. Zaidi anayekuona ndio anakujua. Ndio. Anakumbuka bosi alikuwa akimfanyia kazi za ndani? Hapana, mkumbuki. Amekwambia kazi za ndani amefanya kwa muda gani? Hapana. Hajaniambia alifanya kwa muda gani kazi za ndani. Ndugu zake baada ya kuwapa taarifa ni nini ambacho wamekifanya hadi sasa hivi? Ndugu zake baada ya kuwapa taarifa kuna baadhi ambao wameshafika tayari kwa ajili ya kumuona ndugu yao, maana wengine walikuwa mfahamu, kwa hiyo wameshafika tayari. Miaka 20 kama miaka 22 na 3. Ndio. Mtoto wake wa kwanza si na maana tayari ni kijana mkubwa kabisa. Ni kijana na ana mjukuu. Kijana yake baada ya kusikia taarifa za kwa mama yake amepatikana, ulizungumza naye? Kwa kweli kijana yake hajanitafuta mpaka sasa hivi. Ila yupo. Na taarifa hizi anazo? Nadhani ameshazipata. Yuko kwao. Kijana wake sasa hivi yuko Dawi, yuko Bukoba? Yuko Bukoba. Baada ya mama kuanza kuzungumza kwa mara ya kwanza, neno alokuambia ni neno gani? Ile tu amepata ufahamu na nguvu ile ya kusema? Alisema tu Yesu ameniokoa. Yesu amemwokoa. Amekuwa mtu wa hali gani tangu amekuwa na ufahamu wa kuzungumza na kujielezea mwenyewe? Toka amepata ufahamu huo, amekuwa ni mtu kwanza ambaye yupo karibu sana na Mungu. Yaani anataka kuwa karibu sana na Mungu, pia ni mtu ambaye anapenda ibada kupitiliza. Hata kama ni usiku yuko tayari, mwambie kuna mkesha, anafika kukesha. Unaturuhusu kumuuliza maswali mawili? Ndio, naruhusu. Shikamoo. Marahaba. Unaendeleaje? Sijambo. Uko salama? Uko salama. Kwa majina unaitwa nani? Esther. Naitwa Esther. Esther Richard. Esther Richard. Unakumbuka ulitoka wapi? Unakumbuka ulikotokea nyumbani? Nilipotoka nyumbani. Tulikuwa tunakaa shuleni kama hivi. Sisi tuko hapa. Wapi huko? Bukoba. Mishenye. Ndo Bukoba huko? Ndo Bukoba huko. Okay. Unakumbuka nyumbani ulitoka mwaka gani? Sikumbuki. Ukumbuki. Mtoto wako unamkumbuka? Nikimuona namuona. Jina labda? Sylvester ndo mtoto wangu. Sylvester. Sylvester. Ndo kijana wako wa kwanza? Ndo wa kwanza. Unajisikiaje tangu umekuwa kwenye mikono ya mama mtumishi? Nashukuru Mungu na Yesu Kristo. Amemtuma huyu aweze kuniponyesha. Nilikuwa vibaya.
lakini nimepona, nashukuru Mungu. Nilikuwa ameshapona kabisa, na huku nimekaa huku akanichezea tena, lakini Yesu ananishika kila wakati. Hata muda huu nakuja na yeye, narudi naye. Amen. Amen. Unaamini kabisa kwamba walikuchezea katika maisha yako? Sana. Pole sana. Asante, ubarikiwe. Unahisi nani alikuchezea? Siwezi kumjua. Watu naongea vizuri, mnacheka nini, ukitoka unakufa bure. Sina makosa na watu mimi, sio tabia. Kuna mtu uliwahi kuvuruga naye katika maisha yako? Kuna mtu uliwahi kuwa naye na ugomvi katika maisha yako? Pia niko vizuri kwa watu. Unatamani kurudi nyumbani na kukutana na ndugu zako na kumwona mtoto wako? Unatamani sana. Hizi changamoto zilizokupata zimeanzia nyumbani ulikokuwa au hapana, sio nyumbani? Nimetaka salama, kuwa salama kabisa, nguwa siumu wala nini. Niko vizuri sana, vyote nimeharibika. Kilichokuharibu nahisi nini? Mazingira, marafiki, ndugu au basi huku alioniharibu sana sana ni kama wamama, watu wakubwa. Ndio waharibu wao. Ulikuja Dar ukaanza kufanya kazi za ndani? Kazi za ndani. Tena wananifuata kabisa, mie mzuri sana kwenye kazi. Nilikuwa nafanya vizuri sana. Wanifuata kuja Dar pale. Nilianzia pale Dar. Nilifanya kama miezi miwili. Nikauma ghafla pale pale. Macho nilikuwa sioni, hata wa karibu sioni chochote. Pole sana. Asante. Bas, pole sana mama. Naamini hadi hapa ulipofika kama unavyosema Mungu kaisha kuokoa, na nadhani mwanga mwingi unakuja mbeleni. Tumshukuru pia mtumishi ambaye Mungu amemtumia yeye kukufikia na kuokoa maisha yako. Kikubwa zaidi tuombe Mungu kuanzia leo uwe na safari mpya, ukutane na familia yako, mtoto wako naamini aliko pia ana kiu sana ya kukuona. Tungekuwa na maswali mengi ya kuuliza, lakini mengine tunahisi kwamba yanaweza yakakumbusha machungu ambayo labda tayari. Ulimwacha kwa babake? Babake kabisa. Nilimwacha kwa babake. Mimi naenda mizunguko mimi. Hivi kule nyumbani ukiulizwa mtu unayemfahamu sana ndugu yako, utataja jina la nani? Mtoto wangu. Mtoto wako. Lakini katika wale ndugu zako waliozaliwa, mtoto wangu Sylvester. Babake unakumbuka jina? Babake? Hamna. Na sikumbuki. Sawa. Ulikuwa na ndugu zako wadogo zako au kaka zako? Wadogo wake? Wadogo zako wewe. Ulikuwa na ndugu zako ambao ni wadogo zako au kaka zako? Nilikuwa dada yangu, nilimwacha kule na nakuja huko, alikuwepo dada yangu wa kwanza, mimi wa pili. Anaitwa nani dada? Sikumbuki, sasa kuongea shida mimi. Pengine naongea vingine vinakataa. Sawa. Basi sawa, nirudi kwa mtumishi. Kwa ili daraja ambalo Mungu amekutumia wewe kumpitisha mama, una nini la kumwambia Mungu? Mimi niseme kwanza ninashukuru kwa jambo hili. Pia hata ninashukuru kwa kuwapata ndugu zake, kwa sababu hata kwenye mtaa ambao alikuwa anaishi napo walikuwa wanatafuta njia gani huyu mtu jinsi ya kusaidia. Kwa hiyo mimi nikamwambia kwa kuwa nina uzoefu na kazi, hebu ngoja niangalie tujue jinsi gani ambavyo ninaweza nikawapata ndugu zake, ila naamini nitawapata, na kweli Mungu amejalia nimewapata. Ndio. Mimi kwa kumalizia niseme tu Bwana Mungu asifiwe. Amina. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amina. Barikiwe sana. Asante sana.